Wote kwa ibada ya Easter wakati wa Pasaka. Nashukuru, ningetaka tuombe tunapoanza ibada yetu. Baba wetu na Mungu wetu uliye juu mbinguni, ninakuinua, ninakutukuza kwa sababu ya ukuu wako na kwa sababu ya wema wako. Siku hii ya leo ninakushukuru tunapokumbuka kufa na kufufuka kwa mwanao Kristo Yesu. Na siku ya leo tunaposherekea kufufuka kwa Kristo Yesu, hii ndio ushuhuda wetu, hii ndio ushindi wetu, na tunakubariki. Bwana, ninapoenda kulinena neno lako, naomba kwamba watakaokuwa wakinisikiliza na kutazama, Baba wa majeshi, naomba kwamba kupitia damu ya Kristo Yesu utawabariki, utawapatia kuelewa neno lako katika jina safi la Kristo Yesu wa Nazareti. Tubariki, na ni katika Yesu Kristo tumeomba tumeamini. Amen. Ninashukuru tena, ninawakaribisha katika ibada hii ya Pasaka. Ikiwa hii muda huu, nyakati hizi tunakumbuka kufa na kufufuka kwake Kristo Yesu. Na kwetu sisi tuko katika sherehe za kusherekea. Tunasherekea matendo makuu, matendo ya kufufuka kwa Kristo Yesu. Huu ndio ushuhuda wetu. Hiyo ndio injili yetu, injili ya kufufuka kwa Kristo Yesu. Maana Kristo alipofufuka, hapo ndipo tulipata ushindi. Kristo alipofufuka, tukapata ukombozi. Kristo alipofufuka, mambo mengi imetendeka. Siku ya leo nataka tulisome neno la Bwana katika Mathayo takatifu, mlango wake wa 28, mstari wa kwanza. Tuteremke hapo chini, na ninaamini ya kwamba Mungu anaenda kutubariki. Tutasoma katika kitabu cha Matthew chapter 28, verse 1 to 3. Na najua kwamba Mungu anatubariki. Inazungumza kuhusu kufufuka kwa Kristo Yesu. Inasema, after the Sabbath at dawn, on the first day of the week, Mary Magdalene, another Mary, went to look at the tomb. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven, and going to the tomb, rolled back the stone, sat on it. His appearance was like lightning, and his clothes was white as snow. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. Kufufuka kwa Kristo Yesu. Maana siku ya Ijumaa walimsulubisha Yesu, wakamweka msalabani, na ilipofika jioni wakamweka, akatolewa msalabani, akaenda akazikwa. Na siku ya tatu, hii ilikuwa siku ya tatu ya kwamba Kristo amefufuka. Na ile ilikuwa siku ya tatu, kina Maria, Mary Magdalene, another Mary, walienda kaburini kwenda kama desturi zilizokuwa za Wayahudi, kwenda kumwagilia mwili wake Kristo Yesu mafuta yenye manukato. Lakini neno la Mungu linasema kwamba kukawa na tetemeko kubwa sana la ardhi. Malaika kakuja akavingirisha lile jiwe lililokuwa limefunika kaburi, na kwamba akaenda akaketi juu ya lile jiwe. Ninaangalia ni kama ya kwamba alikuwa na wadhihaki wale waliokuwa wamezimba lile kaburi, na wale askari walikuwa wameenda kulinda lile kaburi, ya kwamba hawangekuwa na uwezo wa kumfungia Kristo Yesu. Na siku hii ya leo tunakumbuka kule kukufa na kufufuka kwa Yesu,
ule ushindi, mambo ambayo unaenda kuzungumza ni ushindi ambao uliopatikana na kule kufufuka. This was not an ordinary resurrection. It was a resurrection with the power. Was a resurrection with anointing. A resurrection of hope. Ni kufufuka kwa tumaini. Ni kufufuka kwa kuleta ushindi. Na Yesu Kristo na nabii Isaya aliona kule kufufuka miaka mingi sana. Maana wakati Isaya alipokuwa akiandika katika Isaya 53, na ningetaka tusome katika Isaya 53 katika mstari wake wa 4, inazungumza maana ya Kristo Yesu kufa na kufufuka. Anasema hivi katika Isaya 53 and verses 4. Ningetaka ufungue Biblia yako pamoja na mimi. Open your Bible together with me. In Isaiah 53, we are going to read verse 4. 53, we are going to read verse 4. Na inasema hivi. I'm reading NIV version. Inasema, surely he has taken up our infirmities, carried our sorrows. Yes, we consider him stricken by God, smitten by him and afflicted. Ya kwamba kile kifo chake watu walidhani ya kwamba amepigwa na Mungu, lakini katika mstari ule wa 4 inasema ya kwamba that Jesus took our infirmities, he carried our sorrows. Kwa mapigo yake pale msalabani, kwa mapigo ya Kristo Yesu, Yesu ameshukua masitikiko yetu, ameshukua shinda zetu. Na siku ya leo unaweza kuwa pale, you have sorrows, ndani ya moyo wako kuna mambo ambayo ni mazito. That's why Jesus died and he rose again, so that he may carry your infirmities, that he may carry your sorrows. We need to surrender our sorrows to the Lord. And as we celebrate today, as we celebrate this Easter, we are celebrating the risen Christ who carried our sorrows, aliyeshukua shinda zetu. Inaendelea kusema katika mstari wake wa 5 ni ya kwamba that he also carried or wounded for our transgressions, for our sins, for our iniquities. What does that mean? Hiyo dhambi yako, hayo makosa yako, kuna mtu ambaye ni Kristo Yesu ambaye amegharimikia. Kwa hivyo ibada yetu siku hii ya leo, tunaposherekea kufa na kufufuka kwa Kristo Yesu, tunasherekea ya kwamba amembeba kwa mapigo yake, amembeba dhambi zetu, amembeba makosa yetu. Hiyo inamaanisha ya kwamba wewe haustahili kukaa katika dhambi, haustahili kukaa katika kubeba mizigo mingi ya dhambi, maana kuna yule aliyebeba dhambi zako, akapigwa, akateswa. He was crushed for iniquities. Those iniquities, hizo dhambi zako Bwana amebeba. Na siku hii na nyakati kama hizi, we have a reason to celebrate the risen Christ. Why? Because he carried our iniquities. Alibeba dhambi zetu. Na Biblia inasema ya kwamba that through his punishment, it is that punishment that brought our peace. Tunaishi nyakati zile amani imekuwa haba. We are living those days that peace, that we don't have peace. We are surrounded by things that does not give us peace. But through the death of our Lord Jesus, tumezingirwa na mambo ambayo hayatuletei amani. The news we are hearing, the news that we are watching, those news does not bring peace.
But I thank God, ninashukuru Mungu ya kwamba kupitia kufa na kufufuka kwa Kristo Yesu ni ya kwamba sisi tuna amani. Hata nyakati kama hizi, dunia mzima inapitia nyakati ngumu, we have the peace, because the Prince of Peace ako ndani ya mioyo yetu. Na ombi langu ni ya kwamba huyu mwenye amani, na ile amani pitao kuelewa mwanadamu, ikatawale moyo wako. Pengine umezingirwa na umeona ama umepata habari ambazo hasikupatii amani, lakini ningetaka ni ujue ya kwamba mwenye amani yu hai. Hallelujah. The giver of peace is alive, and we are celebrating the giver of peace. And this day, I thank God that Jesus is not in the tomb, that Jesus is not in the grave, that Jesus is alive. Ah, hallelujah. We are celebrating a risen Christ. And as we celebrate him, he is giving us peace. It doesn't matter what you are going through. It doesn't matter what you have had. Haijalishi umesikia nini, haijalishi unapitia mambo gani, lakini mwenye amani yeye yu hai. Alafu inasema ya kwamba that by his wounds we are all healed. Ya kwamba kwa mapigo yake. This is the reason of our celebrations. Ya kwamba kwa mapigo yake sisi tumepona. And when the Bible talks of healing, inazungumza kuhusu uponyaji mara 3 mama 4. It talks about the physical healing, the emotional healing, the spiritual healing, and also the social healing. Unaweza kuwa ndani ya mwili wake wewe uko mgonjwa, na nataka nizungumze neno la uponyaji ndani ya moyo maisha yako. Kama wewe ni mgonjwa, kupitia hili neno, mahali wewe unanipokea ukiwa, upokee uponyaji katika jina la Kristo Yesu, kwa sababu kwa mapigo yake na sisi tumepata uponyaji. Na sio uponyaji tu wa mwili, even emotionally. Unaweza kuwa umepitia mambo ambao imekuudhi sana, moyo wako umeudhika, unasikia uchungu, umeumia ndani ya moyo wako, na Bwana akakuponye. Kuna mambo pengine unakumbuka na ni machungu sana ambao uliyapitia, pengine ukiwa mtoto, pengine ukiwa kijana, hata katika ndoa yako, pengine kuna mambo unapitia ambao emotionally you are sick, the things that are hurting you. But have the good news that in Jesus, who we are celebrating today, he is a healer. May he heal you in the name of the Lord. I declare that healing in your life in Jesus' name. Ama pengine kiroho, katika maisha yako ya kiroho, ya kwamba you are sick. Unaweza kuwa mgonjwa kiroho kwa sababu ya dhambi, ama kwa mtu ambao ulikuwa umemwamini sana na baadaye akakuasha ama akakufanya mambo ambayo imekuudhi sana. Spiritually uko chini, especially pengine umetenda dhambi, pengine umepungukiwa na wema wa Mungu. Na nyakati kama hizi, wakati mwingine hata kuna mahali pa kuabudu, haupati nafasi ya kulisoma neno la Mungu, haupati nafasi ya kuomba. You are sick spiritually, you are down, uko chini. I'm talking about that healing. Yes. And maybe socially, tuna wakati tumapitia, tuko nyakati zile ambao tunaambiwa kwamba tusikaribiane. Tumezoea, me as a father, nimezoea kuwa hugged by my family. Yes, and I feel that we miss that hug, that closeness. Yeah, in our African culture, tunapenda kusalimiana, tunapenda kukaa pamoja. We take a cup of tea, but we have been affected na mambo ambayo inayofanyika katika dunia mzima. Lakini katikati ya haya mambo, I'm speaking healing, that even our social life will be healed in Jesus' name.
Pengine katika jamii yako kuna mambo ambayo unayoyapitia ambao unasikia kwamba ni kama umegojeka. Huyu Mungu atakuponya. Hallelujah. And the word continued to say in verse 5 that we are like sheep gone astray. Tulikuwa kama kondoo ambao wametawanyika, na kufa na kufufuka kwa Kristo Yesu anatukusanya. We are far from the love of God. We are far from his will. Last Sunday nilikuwa nazungumza kuhusu neema ya Mungu. And let me tell you, it is by this grace that we have been drawn to Christ. Ni kupitia hii neema tumekusanywa kwa Kristo Yesu. Tumeitwa kuwa wana katika ufalme. Na ninashukuru Mungu ya kwamba kufufuka kwake kulikuwa kwa kutuleta karibu. Tulikuwa tumeenda kinyume ya mapenzi ya Bwana. Tulikuwa tumeenda kinyume na mpangilio wa Mungu. Lakini Bwana kwa neema yake sasa ametukusanya. Sisi ni malisho ya kondoo yake. And that's why David says, the Lord is my shepherd. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hallelujah. Hata nyakati kama hizi mimi sitapungukiwa na kitu. I have a shepherd who is watching over my life. Yes. Through his resurrection, through that resurrection, he gathered us back. He brought us back. And this time, as we celebrate, we are celebrating the shepherdship of our Lord Jesus Christ. Na kwamba tulikuwa kama kondoo waliokuwa wameenda mbali, na sasa ametukusanya. Sisi ni kondoo wa malisho yake. You know what that means? In Psalms 23. I want us to connect that to verse 5. Isaiah 53 verse 5 and Psalms 23 verses 1. Ili tuelewe when the Lord, when the Bible says that he has gathered us back, what it means. David writes in Psalms 23, anasema that the Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. I thank God. Nashukuru Mungu, maana mimi ni kondoo wa malisho yake. Inamaanisha he will take care of my needs. It also means about it also means divine protection. Wakati Jehova ni mchungaji wetu na Kristo alikufa na akafufuka ili tukawe chini ya ulinzi wake, inamaanisha atanilinda nikiondoka, atanilinda nikirudi, atanilinda kwenye malisho mema. Kumaanisha he will take care of my next meal. He will take care wakati nimelala. Ataniongoza katika njia zake. Ataniongoza. Alafu anasema ya kwamba and Lord laid on him all our iniquities. Kuna wakati shetani angetaka kukumbusha wewe kuhusu dhambi zako. Hiyo dhambi ulitenda, hiyo mambo ulikuwa umefanya, hizo sarakazi zako na vituko vyako, kuna wakati shetani anataka kukukumbusha. But I have come to tell you that all that sin, all those iniquities, Yesu alizichukua akaweka katika mabegani mwake. Nashukuru Mungu ya kwamba mimi si wa kuhesabiwa mwenye dhambi, na mimi si wa kuishi na mizigo ya dhambi. Dhambi zangu zote, makosa yangu yote, mambo ambayo ilikuwa imenikalia, mambo ambayo haikumtukuza Mungu, Bwana aliyachukua akampatia Kristo Yesu. Na sasa kama kuna kitu natakiwa kusherekea, is that your sins has been forgiven. And secondly, that at the cross, pale msalabani, hizo dhambi na makosa
na vituko na sarakasi tulikuwa tumefanya zimewekwa pale msalabani. Kwa hivyo wewe ni huru, wewe ni huru kumtumikia Mungu, wewe ni huru, wewe ni huru. And that's why Paul is talking about this kind of this redemption, the redemptive work of the cross in the book of Colossians chapter 2. Nataka tusome katika Wakolosai wa 2, 2 Colossians chapter 2. Paul anazungumza kuhusu hii kazi kubwa. Wakati Biblia inasema ya kwamba alichukua shida zetu. Inasema hivi, Wakolosai 2, nitasoma mstari wake wa 12, inasema hivi: having been buried with him in baptism, raised in him through faith in the power of God who passed him from the dead, when we were dead in your sin and in the uncircumcision of your sinful nature, God made you alive with Christ. He forgave us our sins, having cancelled the written code with its regulations that was against us and that stood to oppose us. He took away, nailing it to the cross, and having disarmed the power and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Ninapozungumza kwamba alishukua dhambi zetu akajitwika, Paul ndivyo anaandika, anasema ya kwamba baada yeye sisi kufa na kuzikwa na yeye na kufufuka pamoja na yeye katika ubatizo, tuko na sababu ya kusherehekea ya kwamba sisi hatuhesabiwa wenye dhambi. Alafu anasema ya kwamba that we are raised in him, having a new life, having a new hope. Hallelujah. Tuliishi watu ambao hawakuwa na tumaini. Kama kuna kitu tunasherehekea ni kuwa na tumaini, that our tomorrow will be better than yesterday. And of course today, this is the hope we have through our Lord Jesus Christ. Another thing, that he cancelled the written code that was limiting us, that is stood to oppose us. Kuna mambo mengi, the written code of our background. You know, there are people who had written us off. Kuna watu walituangalia wakasema hawachana na hawa. Hakuna mahali wanaenda. Hawa ni watu masikini. Wachana na huyu amekuwa mlevi. The written code. Wachana na huyu amekuwa msharati. Wachana na huyo hajasoma. Those are written codes. Wachana na huyu ametoka katika jamii ambao haina mbele wala nyuma. Hayo yote aliyashukua akayapigilia pale msalabani. Sasa sisi we're different people. Kuna watu wanaweza wanakujua na historia yako. That is written code. And the Bible says that there are those things that is stood to oppose us. Pengine umetoka katika jamii ambayo imepractice mambo ambao haimtukuzi Mungu, na watu wanajua kabisa wewe kutoka na jamii yenu na historia yenu hauwezi kusonga mbele, lakini haya yote iliwekwa msalabani, na hiyo ndio sababu sisi tunasherehekea. Hiyo inamaanisha nini? Hakuna mtu aliyoko ndani ya Kristo Yesu ambaye ni wa kushindwa. Sisi wote ni zaidi ya washindi, na maisha yetu ni maisha ya kushinda. Na ndio sababu tunasherehekea siku ya leo. Tunasherehekea ushindi wa Kalvari. Tunasherehekea ushindi wa Kristo Yesu. And his victory, his success is our victory. Hallelujah. Finally, he says, having disarmed the powers and authority, he made a public spectacle
of triumphing one by the cross, having disarmed the powers and authority. Hallelujah. Baada ya kuingia kuzimuni, akanyang'ana shetani kifunguo. Wale wote waliokuwa wamefunguliwa pale akawafungulia. Akavunja minyororo ya dhambi, minyororo ya laana. Hayo mambo ambayo imekuwa inakufuata katika familia yenu, laana za ufamilia, akavunja na akatangaza, it is done, it is done, it is done. Hallelujah. As we celebrate this Easter, ninatangaza juu ya maisha yako hakuna minyororo, hata kama ni ya jamii, hata kama ni ya watu walio hai na waliokufa, itajaribu kufunga maisha yako, maana Kristo Yesu disarmed all the powers and authority, and he made a public spectacle. Alitangaza hadharani, it is done, na wewe uko huru. Na ninashukuru tunaposherehekea ushindi wa Kristo Yesu, ya kwamba alitangaza pale hadharani. Kwa hivyo wewe usiendelee kukaa ukijua unajua kwetu, sisi kwetu tumekaa hivi, unajua kwetu, unajua no. Kuna ushindi wa kipekee. Tamalizia na kusema ya kwamba Bwana wabariki sana. Ninawatakia Pasaka jema yenye mafanikio na yenye ushindi. Mungu wabariki sana. God bless you. God bless you. Thank you very much. Nataka tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu, ninawaombea watazamaji na wasikilizaji ya kwamba Bwana utawabariki, na natangaza ya kwamba watatembea na kukaa katika ushindi, wakikumbuka kazi kubwa iliyotendeka pale Kalvari. Na nyakati hizi sasa Pasaka, ninanena amani, ninanena ushindi, ninanena kibali, na ninanena utukufu. Bwana wa majeshi, tembea na watu wako na watende mema. Na ninabariki watu wako, ninawabariki wafanikiwe, ninawabariki jamii zao, nabariki kazi zao. Bwana uende kuwatendea mema. Siwezi kusahau na nchi yetu ya Kenya, ninaiombea uponyaji na hata dunia mzima. Ni katika jina safi la Kristo Yesu tumeomba na hata tumeamini. Amen, amen, amen.